نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia swala na salamu au rehma na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake, leo tuna chungu cha tatu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na insha Allah kutokana na sababu na dharura, leo ndio tunaifungua darasa yetu rasmi. Lakini kama ilivyo kawaida, sisi hatuchagui sura. Toka tulivyoanza darasa yetu ya tafsiri katika Ramadhani hizo tulizoanza zilizopita, na leo tupo katika suratu Al-An'am. Suratul An'am, aya ya mwanzo kabisa. Suratul An'am, mwanzo kabisa wa Suratul An'am. Na walilahi alhamdu, faida kubwa, ukipita misikiti yote katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu zinafanyika darsa za tafsiri. Zinafanyika darsa za tafsiri kwa sababu ndani ya mwezi huu Qur'ani ndio imeshushwa, kama anavyotueleza Mwenyezi Mungu, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi pekee ulioshushwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu ambacho ndicho mwongozo au ndio mwongozo kwa watu, na mwongozo uliokuwa wazi kabisa. Wewe kama una haja ya mwongozo, una mwongozo wa aina yoyote, chukua Qur'an, maneno ya Mungu ya kutoshe wewe na mimi na mwingine kuwa ndio miongozo katika maisha yetu tunayoishi ya kila siku. Lakini walfurqan, kwamba Qur'ani alfariqu baina alhaqi walbatil, ni yenye kutofautisha, kukutenganishia wewe ukaijua haki ukaifuata, na yenye kukutenganishia wewe ukaijua batil ukaiacha. Walfurqanu ay alfariqu baina alhaqi walbatil. Kwa hivyo ni vyema na ni muhimu na ni thawabu kubwa kama tutakitendea haki kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, ambacho kimeshushwa ndani ya mwezi huu. Kwa hivyo Qur'ani na saumu ni kitu kimoja ambacho huwezi kukiachanisha, ni juz'un la yatajazza, ni kitu kimoja ambacho hakiwezi kugawanyika hata kidogo. Ndugu zangu, Suratul An'am ni makia, ni sura iliyoshushwa katika mji wa Maka. Qur'ani nzima, namna na utaratibu alivyotumia Mungu kuishusha duniani. Hapa tuna nchi nyingi, lakini yote hii imeshuka katika nchi ya Saudi Arabia, na nchi ya Saudi Arabia ni sehemu mbili ndio Qur'ani imeshuka, Maka na Madina. Utaambiwa sura hii au aya hii imeshuka Makia, Maka, au Madania, Madina. Uwezo ukakuta Jiddia, Jida, au Hadharamia, Hadharamauti. Hapana. Au aya imeshuka bwana hii Masria au Yamania au Falastinia. Hakuna.
ni imma makia wa imma madania, imma iwe sura au aya imeshuka Maka au sura au aya imeshuka katika mji wa Madina. Maka alipozaliwa Nabii Muhammad, Madina alipozikwa Nabii Muhammad. Sehemu hizo mbili tu ndizo sehemu ambazo kitabu chetu ambacho ni hudan linnas, mwongozo kwa watu, kimeshushwa sehemu ya miji hiyo miwili tu. Na hizi aya au hizi sura za makia na madania zina tofauti yake, ili ujue hii sura ni makia au aya hii ni makia ya Maka au hii ni madania Madina. Ziko namna jinsi zilivyo, zina tofauti zake. Kwa hivyo sura hii imeshushwa katika mji mtakatifu wa Maka, lakini katika kauli ya watu wengi, na imesemwa Suratul An'am kushuka kwake imeshuka jumlatan wahida, kwa mkupuo. Wakala Ibn Abbas wa Katada, Ibn Abbas na Katada wakasema sura yote hii ya Makia illa ayataini, sura nzima imeteremka Maka isipokuwa aya mbili tu. Aya hizo zimeshuka katika mji wa Madina. Katika sura nzima aya mbili tu zimeteremshwa au zimeshuka katika mji wa Madina, nazo aya ya kwanza wama qadarullah haqqa qadrihi. Hiyo aya ukiangalia katika sura utaikuta ni aya nambari 9, aya 9, na aya hiyo imeshuka kwa Malik ibn as-Saif wa Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudiyain, hawa watu wawili Mayahudi. Aya nyingine iliyoshuka Madina, huwa alladhi anshaa jannatin marushat, huwa alladhi anshaa jannatin marushat, aya 141, nayo nazalat fi Thabit ibn Qais ibn Shammas. Lakini amesema Jurayj, hiyo aya imeshushwa kwa Muadh ibn Jabal, na namna sura hii ilivyoshuka, Suratul An'am imesindikizwa na malaika 70,000. Wakati inashuka, Jibril anashusha, alikuwa ana escort ya malaika 70,000. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, anasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardha. Tafsiri yake ni kwamba ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu 7 na ardhi. Neno alhamdulillah limekuja ala sighati alkhabari, lakini ndani yake lina maana ya amri. Lakini kuwa katika sigha ya khabari na kuwa na maana ya amri inakuwa ni bora kulikoni kuja katika sigha ya amri, ambapo ingekuwa ihmadillah. Hapa sanaambiwa Mtume Muhammad, kwa nini Mwenyezi Mungu mwenyewe aseme alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati, yani Mungu anajishukuru mwenyewe. Haya maneno ni kwa Nabii Muhammad. Kwa hiyo imekuja tamko, limekuja kwa sigha ya habari, lakini lenye maana ya amri, kwa maana ihmadillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye, na inakuja pia kwa maana ya wewe msomaji,
Sasa ukisema ihmadillah la kilafzi baada ya kimana, kwa maana wewe unamwambia nani amshukuru Mwenyezi Mungu? Sawa, kama vile alhamdulillahi rabbil alamin, sio arrahmani. Tumeelewana vizuri jamani? Kwa hivyo kwa sisi wasomaji na tunaosoma, namshukuru Mwenyezi Mungu alladhi, ambaye kwamba khalaqa samawati wal ardha, ameumba mbingu 7 na ardhi 7. Mwenyezi Mungu ameanza ufalme na utukufu wake kwa kuutangazia umma ulimwengu kwamba ashukuriwe yeye kwa kuumba mbingu 7 na ardhi 7. Ameihusisha mbingu na ardhi kwa kuvitaja kwa sababu ni adhamul makhluqati linnadhirin, yani katika viumbwa vikubwa, sawa, kwa wale watu wenye mtazamo, logic, mantiki, ni mbingu na nini, ardhi. Kwa sababu mbingu na ardhi ndani yake kuna vilivyomo, kuna wanyama, kuna majabali, milima, kuna bahari, kuna binadamu, kuna majini, kuna malaika. Kwa ndio maana Mwenyezi Mungu akaanza na adhamul makhluqati, kwamba hindi au hamda la shukrani kazi egemeza katika mbingu 7 na ardhi 7, liannahuma adhamul makhluqati, kwa sababu ndio viumbwa vikubwa kulikoni viumbwa vingine, na viumbwa vyote vingine vyenye kuumbwa vinaishi ndani ya mbingu na ardhi. Tuko pamoja jamani? Na kwa nini Mwenyezi Mungu aanze kusema alladhi khalaqa samawati wal arda, asiseme alladhi khalaqa al arda? Tayeb, Mwenyezi Mungu ameanza kuitaja kwanza mbingu kwa sababu na falsafa ya kuitaja mbingu, liannahu ashrafu min al-ardi, mbingu ni ashrafu, ni tukufu zaidi kuliko nini, kuliko ni ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu ameanza kutaja mbingu litakdimi khalqiha ala al-ardi, kwa sababu ndiyo ya kwanza kuumbwa kwanza kuliko nini, ardhi. Kwa Mwenyezi Mungu alivyoumba kwanza mbingu, ndipo akaumba nini, akaumba ardhi. Wajaala adh-dhulumati wan-nura, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wajaala adh-dhulumati wan-nura, ay wa khalaqa adh-dhulumati wan-nura. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi na akaumba wajaala, ay wa khalaqa, wajaala wa khalaqa, na akaumba adh-dhulumati wan-nura, kiza na mwanga. Tumeelewana jamani? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema wajaala adh-dhulumati wan-nura, ay anna adh-dhulumat al-layl, dhulumati kiza, kinachokusudiwa hapo ni usiku, wa nura an-nahar ni nini, chana. Au unaweza ukasema anna dhulumat, dhulumati bimaana al-kufri, sawa, wa nura al-iman. Chukua hiyo adh-dhulumati bimaana al-kufri, kwa maana watu walikuwa hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hawaijui dini ya haki. Kwa hiyo dhulumati ni kiza cha ukafiri. Wa nura ay nurul iman, sawa, mwanga wa nini, wa imani.
Na unaweza ukasema alladhi wajala adh-dhulumati wan-nura, ukatafsiri adh-dhulumati bimaana al-ajsami, sawa, mili ya binadamu, hii mili yetu. Wan-nura ukatafsiri al-arwah, roho, sawa. Lakini unaweza ukatafsiri wajala adh-dhulumati wan-nura bimaana adh-dhulumat a'malul abdan, kazi zile za mili, wa nura dhamairul qulub, dhamira za nini? Dhamira. Lakini kwa tafsiri nyingine almashhuru iliyozoeleka kwa watu wengi kwamba anna dhulumat aljahl, ujinga, an-nur bimaana alilmu, elimu. Kwa hivyo vyovyote utakavyo tafsiri ni sawa sawa. Wajaala adh-dhulumati wan-nura, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba pia vile vile, namshukuru Mwenyezi Mungu pia vile vile aliyeumba kiza na mwanga. Tumeelewana vizuri jamani? Thumma alladhina kafaru birabbihim ya'dilun, kisha wale ambao, thumma alladhina kafaru, kisha namshukuru Mwenyezi Mungu pia aliyewaumba wale ambao kafaru birabbihim, sawa. Pamoja na dalili hiyo ya kuumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi, kuumba kiza na mwanga, lakini pia dalili hizo bado kuna watu birabbihim, kwa Mola wao, yaadiluna, wanamlinganisha sawa na watu wengine. Sio kwa tafsiri ya adiluna kwa tafsiri kwamba waadilifu. Hawezi mtu amekufuru afu kamuita nani mwadilifu, sio. Yaadiluna bimaana yatasawuna, wanamfanya Mwenyezi Mungu kuwa sawa na uwezo wa binadamu au wa mtu mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana yasuwuna ghairahu fil ibada, wanamlinganisha Mwenyezi Mungu na vitu vingine au mtu mwingine katika kuabudu. Baada ya muabudu Mwenyezi Mungu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nura, wao wanaabudu vitu ambavyo havina uwezo hata wa kuumba mbu, hata wa kuotesha majani hivyo havina uwezo, hata kusema sanamu halina uwezo, au kutaharaki au kutikisa kope tu au nyusi halina uwezo. Lakini wao birabbihim yaadilun, kwa Mola wao aliyowaumba wao na ulimwengu, wanamlinganisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni nani? Huwa alladhi, ni yule ambaye khalaqakum, amekuumbeni nyinyi binadamu hapa sasa, sawa. Huwa alladhi, yeye Mwenyezi Mungu ni yule ambaye khalaqakum, amekuumbeni min tini, kutokana na udongo. Na hapa ombile hili analolizungumzia Mwenyezi Mungu ni ombile la kuumbwa binadamu, si kuumbwa jini wala malaika wala shetani. Ombile analolizungumzia Mwenyezi Mungu, na hii khitabu liluqala, inawazungumzia binadamu wenye akili timamu. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye, huwa alladhi, huyo Mwenyezi Mungu ambaye anatakiwa ashukuriwe kwa dhati, aliyeumba mbingu na ardhi na akaumba usiku na mchana, kiza na mwanga. Huwa alladhi, huyo ni Mungu ambaye khalaqakum, kakuumbeni nyinyi pia, kakuumbeni min tinin, kutokana na udongo, bikhalqi abikum adama minhu, kwa umbile la kumuumba baba yenu Adam, minhu ay min tinin, kutokana na nini? Na udongo.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamzungumzia binadamu wa kwanza ambaye ni nabii, tofauti na watu wa secular wanaosema kwamba binadamu wa kwanza nyani. Meleka vizuri kalamu ghairu mubarrar, maneno ambayo hayana mashiko kabisa. Kwa hiyo ukituambia binadamu wa kwanza, na ndo mambo yanayosomeshwa katika mashule yetu haya, na wanasomeshwa watoto wetu, na wanafanya mitihani kupitia mambo hayo hayo, kwamba binadamu wa kwanza, muulize kijana yote wa darasa la 5 sijui la ngapi, atakwambia binadamu wa kwanza asili ya binadamu alikuwa nyani. Kwa hiyo binadamu wa kwanza ni nyani. Ikawaje bwana? Asema binadamu wa kwanza kwanza ni nyani. Mwingine anakuambia alikuwa binadamu sijui, afu akachambia mkate akageuka nini? Maneno yote hayana mashiko. Haiwezekani mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kiumbe wa kwanza Mungu kuanza kumuumba akamuumba nyani. Kwa hiyo aya hii inatuhakikishia kwamba wasemavyo watu wa secular sio sahihi. Mwenyezi Mungu anatuthibitishia kwamba kiumbe wa kwanza kumuumba huwa alladhi khalaqakum. Mwenyezi Mungu ni yule aliyoombeni nyinyi, sio huwa alladhi khalaqakum qirda au qirada. Mwenyezi Mungu yule aliyokuumbeni manyani. Khalaqakum sisi tunaambiwa sawa, lakini min khalqi abina Adam alayhi salam, kutokana na ombile la kwanza la baba yetu Nabii Adam alayhi salam, kaumbwa min tin, kutokana na nini? Na udongo. Ndio asili yetu sisi. Kama Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kule anatuambia kuizungumzia ardhi kwamba minha khalaqnakum, kutokana na udongo, kutokana na ardhi, khalaqnakum, tumekumbeni, wa fiha nu'idukum, sawa, na ndani ya ardhi huo udongo tuliokuumbieni tutakurejesheni, wa minha, na kutokana na huo udongo, nukhrijukum taratan ukhra au ukhra. Imeleka vizuri Kutokana na huo udongo na ardhi tutakufufueni kwa mara nyingine ya mwisho na kukusimamisheni katika viwanja vya hesabu, tukaulizwa miongoni mwa amali zetu tulizozifanya. Mwenyezi Mungu akatupa vitabu vyetu na akatuambia ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka, soma kitabu chako cha mema yako au madhambi yako ya kutosha wewe leo kuwa ni mwenye kuhesabiwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuumba, na asili ya kuumbwa hapa ni baba yetu Adam. Ameumbwa kutokana na udongo, thumma qala ajala, kisha Mwenyezi Mungu akapitisha muda wake. Muda huo kaupitisha lakum, kwenu nyinyi. Muda wenyewe mkishaumbwa hamtokaa milele jamani, tamutuna. Thumma qala ajala, kisha Mwenyezi Mungu akapitisha muda wake ambao tamutuna inda intihaihi, mtakufa wakati wa kumalizwa kuumbwa kwake binadamu. Tumelana jamani vizuri? Wa ajalun musamma, na muda mwingine maalumu uliowekwa wa nyinyi kufufuliwa. Wa nyinyi baada ya kufa kuna muda mtakaa katika tumbo la ardhi, makaburini. Wa ajalun musamma, na kuna muda baada ya kukaa katika matumbo ya ardhi, makaburini, mtafufuliwa. Huu muda kauweka Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe na mwingine hatujui lini tutakufa, lakini tumeumbwa. Kwa hiyo baada ya kuumbwa na Mwenyezi Mungu, thumma qala ajala, kisha Mwenyezi Mungu akaweka muda maalumu wa nyinyi baada ya kuumbwa, kifo kitakukuta au kitakukuteni. Wa ajalun musamma, na muda maalum mwingine ambao mkishakufa mtaishi makaburini, kisha mtakuja kufufuliwa.
sawa, indahu, kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa ajalun musamma indahu, na muda maalumu wa nyinyi kufufuliwa kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma antum tamtarun, kisha nyinyi makafiri mnakuwa na shaka kwa hilo. Thumma antum tamtarun, kisha nyinyi makafiri juu ya hilo, bimaana tashukuna fil ba'thi, mnakuwa na shaka katika kufufuliwa kwenu baada ya kujua kwenu kuumbwa kwenu, mnakuwa na shaka kwa sababu waman qadara ala libtida, yule ambaye ana uwezo wa kuanzisha kitu, manake kuanza kuumba, sio fahuwa ala al-i'ada aqdar, huyo katika kukirejesha kile kitu pia ni muweza vile vile, sio kama mlikuwa hampo alafu baada ya kuwa hampo mkawepo, Mwenyezi Mungu anashindwa tena kukuondoeni mkawa hampo? Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Umefahamika vizuri? Alladhi khalaqa almauta wal hayata, Mwenyezi Mungu ambaye ameumba kifo na uhai. Kaanza kifo kwa sababu asili ya kifo ni al-adam. Umefahamika vizuri? Kukosekana kitu. Kule kuwa kulikuwa hakuna kitu ndio kifo chenyewe, kisha akawapatisha mkawepo, yani kakufanyeni mkawa sasa hai, ndo alladhi khalaqa almauta wal hayata, mkawa hai. Sasa kama Mwenyezi Mungu kaweza kukupatisheni mkawa hai, atashindwa kukuondosheni mkawa hampo kama mwanzo mlivyokuwa hampo? Sijui tumeelewana vizuri? Wa huwa Allah, na yeye huyo ni Mwenyezi Mungu aliyofanya mambo yote hayo, kuweka muda katika maisha yenu ya kuwepo duniani, lakini kuweka muda katika maisha yenu ambayo mtaishi kaburini, lakini kuweka muda katika maisha yenu ya kufufuliwa. Wa huwa Allah alwahidul qahar, haipo hiyo naye huyo ni nani? Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja mteza nguvu. Mwenyezi Mungu huyo wa huwa Allah, Mwenyezi Mungu huyo musahiqun bil ibada wa huwa Allah, naye ni Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kufanya nini? Kuabudiwa. Tumeelewana vizuri Mustahiqun bil ibada. Fi samawati, katika mbingu mfalme na mmiliki ni yeye. Wa fil ardi, na katika ardhi ni mmiliki na mfalme ni yeye. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum, Mwenyezi Mungu wala msiwe na shaka naye kabisa, anajua yale ya siri yote mnayoyafanya. Sheikh Mudathir, kifanya jambo la siri ndakana sisi yote hatujui, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Tena ajabu ya Mwenyezi Mungu kwamba anajua kabla hujaanza kufanya. Yani ile fikra tu Mwenyezi Mungu ajua huyu mja wangu anafikiria afanye 1 2 3, kaisha jua kabla hujaanza kufanya nini? Kufanya. Tumeelewana vizuri Ya'lamu sirrakum, anajua Mwenyezi Mungu siri zenu, wa jaharakum, na anajua yale mambo ya wazi yenu mnayo yafanya. Bimaana ma tusiruna, yale mnayofanya kwa siri, wa ma tajharuna bihi bainakum, na yale mnayofanya kwa dhahiri, mambo hayo kati yenu nyinyi. Wa ya'lamu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua ma taksibun, yale mnayo ma taamalun min khairin wa sharri, yale mnayofanya yanayotokana na khairi anajua, na yale mnayofanya yanayotokana na shari Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anajua. Wama taatihim min aya, na ewe Nabii Muhammad
na kile unachowaletea wao au na hakiwafikii wao ahlu Maka, watu wa Maka, min aya, kutokana na dalili yoyote, min ayati, katika dalili zilizopo, rabbihim, za Mola wao, min alqurani, kwa maana dalili zinazozungumzwa hapo kutokana na nini? Na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa, isipokuwa, kanu anha, wao walikuwa kutokana na dalili hizo, ayati hizo, sio muridhin, ni wenye kuzipuuza, ni wenye kuzipa nyongo, ni wenye kuzipinga. Tuko pamoja jamani? Haya, fakad kadhabu bilhaq, hao watu wa Maka wamekanusha haki, na haki inayokusudiwa hapo ni Qur'an. Lamma jaahum, zama ilipowafikia wao haki wakaipinga, fasaufa yaatihim ambao makanu bihi yastahziun, fasaufa, basi punde kidogo, yaatihim, itawajia wao, ambao awaqib, sawa, mwisho mbaya, ambao bimaana akhbar, lakini habari zenyewe ni mbaya. Imeleka vizuri makanu, wa kile ambacho, bihi, kwacho, walikuwa yastahziuna, wanakicheza shere. Imeleka vizuri. Mwisho wa yote watapata hasara, mwisho wa yote kutokana na kufuru zao na uovu wao, itawajia wao mwisho wake adhabu, bima au makanu bihi yastahziun, kwa kile ambacho wao wamekuwa wakikicheza shere. Mwenyezi Mungu anasema, alam yarau, hivi hawaoni, kuona, fi asfarihim ila Sham, katika safari zao hizi za kwenda Sham, hawaoni, kam ahlakna min qablihim, ni wangapi tumewaangamiza kabla yao, min karnin, kutokana na umma, min al-umam al-madhiya, kutokana na umma miongoni mwa umma uliokwisha fanya nini. Kwa hilo tu ilibidi wachukue mazingatio. Alam yarau, hivi hawaoni, katika misafara yao na matembezi yao, kam ahlakna min qablihim, ni wangapi tumewaangamiza kabla yao kutokana na kufuru zao, min karnin, kutokana na umma, min al-umam al-madhiya, kutokana na umma uliotangulia, umma ambao makannahum, tumewapa wao nafasi kabisa. Hawa watu umma ulioangamia tuliwapa nao nafasi kama tulivyowapa hawa nafasi. Makannahum, tumewapa wao nafasi, wakajitanafasi, wakala raha kweli kweli, wakajiona wamefika fil ardhi, katika nini? Katika ardhi, wakawa na nguvu, wakawa na mali, wakawa na uwezo, wakawa na akili. Umma ambapo ala sabili almithal kina Firaun, watu waliojaliwa akili nyingi, lakini jeshi kubwa, lakini utajiri, mali nyingi. Sasa ndo hapa Mwenyezi Mungu anawapigia mfano hawa watu wa Maka. Hawaoni katika safari zao za kwenda Sham, hawakutani na sehemu za makumbusho kwamba hapa kulikuwa kuna kaumu Tuba, kullun kadhaba rusul fahaqa wa'id. Wote hawa waliwapinga mitume, matokeo yake ikawashukia nini? Adhabu. Tumeelewana vizuri?
Alam yarau, hivi hawaoni? Kam ahlakna min qablihim, ni watu wangapi tumewaangamiza kabla yao. Min karnin, katika umma ule, miongoni mwa umma uliotangulia. Umma huo makannahum, tuliwamakinisha wao, tuliwapa wao nafasi kubwa. Fil ardhi, katika ardhi, wakajisahau. Ma lam numakkin lakum, nafasi ambazo ma lam numakkin lakum, nafasi tulizowapa umma huo hatukukupeni nyinyi. Malam, nafasi ambazo lam numakkin lakum, hatukukupeni nyinyi. Bimaana katika uwezo, nguvu, kujitosheleza. Wa arsalna samaa, na tukatuma tukawanyeshelezea as-samaa, mvua, alaihim, juu yao, midraran, mvua ikawa inakuja kwa mfululizo basi na kupumzika. Ni mvua, ukilala mvua, ukiamka mvua, ukichelewa na mvua, najua mvua, mchana mvua, asubuhi mvua, muda wote mvua, midrara. Waja'alna al-anhara, na tukaifanya mito, tajri min tahtihim, ikipita chini yao. Bimaana tahta masakinihim, nyumba ya chini ya nini, ya majumba. Yani juu mvua, alafu chini mito inafanya nini, inatapika. Tumeelewana vizuri? Fa ahlaknahum bidhunubihim, tukawaangamiza wao, bidhunubihim, kwa madhambi yao. Fa ahlaknahum bidhunubihim, tukawaangamiza wao kutokana na nini? Kutokana na madhambi yao waliokuwa nayo, waliochuma. Tumeelewana jamani? Alam yarau, hivi hawaoni? Kam ahlakna min qablihim, ni wangapi miongoni mwao tumewaangamiza kabla yao. Min karnin, kutokana na umma, min al-umami al-madhiya, katika umma uliokuja tangulia. Makannahum, umma ambao tulikuwa tumeupa nafasi kweli kweli, wakirilaksi, kujidai, kujiona, wakila bata kama wasemavyo leo. Fil ardhi, katika nini? Katika ardhi. Ma lam numakkin lakum, nafasi ambazo, au nafasi ambayo nyinyi bado hatujawapa kabisa. Yani nafasi waliopewa wale, uchumi waliopewa wale, akili waliopewa wale, nguvu walizopewa wale. Ma lam numakkin lakum, jambo ambalo nyinyi hatukukupeni. Sasa ilibidi muwe na mazingatio ya kuelewa ukubwa na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mkamwabudu. Wa arsalna, lakini huwa umma tulioupa nafasi. Wa arsalna as-samaa, tukawaangamiza kwa kuwatumia mvua. Alaihim, juu yao, dhidi yao, midraran, mvua ikawa ikinyesha, mutatabia, mfululizo, haina kupumzika. Leo tu hapa Juskati imepiga mvua bado. Vipi Dodoma mvua inanyesha kweli kweli, yani kuanzia usiku mpaka saa 7 saa 8 bado tumeshinda na mvua, watu wanalalamika. Lakini mvua ikatika tunafanya kunuti, au sio? Sasa mvua hiyo ni kidogo, nyisi mvua ya makulima. Mvua ya adhabu haipumziki. Unaamka mvua, unalala mvua, unashinda mvua, namna hiyo. Ndio mvua waliokuwa wameangamiziwa wenzetu waliopita. Kisha waja'alna al-anhara, na tukaifanya ile mito, tajiri, ikipita sasa, min tahtihim, chini yao, bimaana tahta masakinihim, chini ya majumba yao, makazi yao. Leo nyumba yako kidogo imeingia maji, unaanza kuchimba mifereji, natafuta viroba unaweka. Hiyo haizuriki brother. Bimaana mito inapita juu. Hata hili jengo la Gaddafi
maji yanavyopita, ukubwa wake na urefu wake ni padogo. Juu mvua, chini nini? Mito ya maji inafanya nini? Inapita. Ndio namna walivyoangamizwa hao watu wa kabla yetu. Fa ahlaknahum bidhunubihim, tukawaangamiza wao kwa ajili ya madhambi yao ya kumpinga, kumkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini bitakdhibihimul anbiya, kwa kuwapinga pia vile vile mitume wa nani? Unapinga mtume wa Mwenyezi Mungu, Mungu atakuachaje? Mungu hawezi kukuacha, kwa sababu wale hawajajituma wao wametumwa na Mwenyezi Mungu waje wafanye kazi maalum, kazi ya kuwafundisha watu, kama anavyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu muallima, nimetumilizwa kuja kuwa ni mwalimu. Lakini bu'istu liutammima makarimal akhlaq, nimetumwa ili nije kufundisha tabia nini njema. Sasa utampingaje mtu kama yule? Ukimpinga umempinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana wewe umejitakia adhabu hizo alizozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ansha'na min ba'dihim, kisha baada ya kuwaangamiza na kuwamaliza tukaanzisha tukaumba baada yao karnan akharin, watu wengine, umma mwingine, kwa maana umma ule ulifutwa. Leo tuulizane mimi na wewe, kuna mtu wa Nabii Nuhu leo? Hakuna. Kuna mtu wa Nabii Luti? Hakuna. Kuna mtu wa Nabii Musa? Hakuna. Kuna mtu wa Nabii Suleiman? Hakuna. Kuna mtu wa Nabii Yunus? Hakuna. Mtu wa Yakube? Hakuna. Mwenyezi Mungu ndo anasema wa ansha'ana min ba'dihim karnan akharin, kisha tukaumba baada ya wale kuwaangamiza na kuwatokomeza umma mwingine, ambao sasa leo sisi tupo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Lakini maneno haya tunaambiwa sisi wenyewe kwamba tuchukue mazingatio kutoka kwa wale umma waliotangulia, namna gani walifanya ufedhuli, kiburi na jeuri, hatimaye Mwenyezi Mungu akawaangamiza kwa adhabu hizo tulizozitaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.